Leo tushiriki maneno ya Mungu chini ya somo Ulimwengu wa malaika wa milele na ufalme wa mbinguni. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 44. Kama kuna mwili wa asili, upo mwili wa aina gani pia? Basi kuna mwili wa kiroho pia. Unapandwa mwili wa asili, unafufuliwa mwili wa kiroho. Kama kuna mwili wa asili, basi kuna mwili wa kiroho pia. Biblia inatufundisha kwamba hakuna tu mwili wa kiasili wa ulimwengu wa pande tatu. Tunapoishi katika ulimwengu huu wa pande tatu, lazima kuwe na ulimwengu wa kiroho katika ulimwengu wa pande 4 na 5. Kwa maneno mengine, lazima kuwe na ulimwengu wa malaika. Tukiwa tunaishi duniani, tunawezaje kujua ulimwengu wa kiroho ambao hauonekani? Ninyi nyote mnajua kwamba Biblia inatimiza majukumu ya hadubini na darubini ya kiroho. Hivyo tunahitaji kuangalia ndani ya Biblia. Tunaposoma Biblia, yatupasa tujifunze yote yaliyomo kwa macho ya imani. Biblia inasema kwamba kuna mwili wa asili na pia lazima kuwe na mwili wa kiroho. Hili ni fundisho la Biblia. Tuendelee na mstari wa 40. Pia kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari wa ile miili ya mbinguni ni wa aina moja na fahari wa ile miili ya duniani ni wa aina nyingine. Miili ya mbinguni na miili ya duniani. Biblia inasema waziwazi kwamba hakika kuna miili ambayo ni ya ulimwengu wa pande tatu na miili ambayo ni ya ulimwengu wa malaika. Tufungue Waebrania sura ya 12 mstari wa 9. Tena sisi sote tunao baba wa kimwili waliotuadibisha nasi tukawaheshimu kwa ajili ya hilo. Je, si inatupasa kujinyenyekeza zaidi kwa baba wa roho zetu ili tuishi? Kama ambavyo tunao baba wa kimwili, vivyo hivyo tunaye baba wa roho zetu. Sasa tunaishi katika ulimwengu wa pande tatu wenye miili ambayo imezuiliwa na wakati na nafasi. Lakini tunaporudi nyumbani kwetu pa milele, ufalme wa mbinguni, tutaishi katika ulimwengu wa pande 4 au 5. Sasa hatuwezi kamwe kuwazia ulimwengu huo. Lakini imeahidiwa katika Biblia kwamba tutaishi katika ulimwengu wa ajabu sana chini ya baraka za Mungu. Lazima tuelewe kwamba kuna miili ya duniani na miili ya kiroho. Tuone moja Wafalme sura ya 17 mstari wa 21. Kisha akajinyoosha juu ya kijana mara 3 na kumlilia Bwana akisema, E Bwana Mungu wangu, na kuomba roho ya huyu kijana imrudie. Bwana akasikia kilio cha Eliya na roho ya kijana ikamrudia, naye akafufuka. Eliya akamtoa kijana na kumbeba kutoka chumbani mwake akamshusha kumpeleka kwenye nyumba. Akampa mama yake na kusema, tazama, mwanao yu hai. Hapa tunaweza kuona Eliya akimfufua mvulana aliyekufa. Biblia inasema kwamba roho ya huyo mtoto ilipomwacha akafa na kwamba roho ilipomrudia aliishi. Biblia ilisema kwamba yule mvulana alikuwa hai wakati roho yake ilikuwapo katika mwili wake, na mvulana huyo alikuwa amekufa wakati roho yake ilipowacha mwili wake. Tunaweza kuelewa wazi kwamba kuna ulimwengu wa pande tatu wa miili yetu na ulimwengu mwingine wa roho zetu. Ikiwa hivyo, tunapaswa kuamini kwamba hakika kuna mbinguni na jehanamu. Tuangalie Ayubu sura ya 19. Ayubu sura ya 19 mstari wa 23 unasema, laiti maneno yangu yangewekwa kwenye kumbukumbu, laiti kwamba yangeandikwa kwenye kitabu, kwamba yangechorwa kwenye risasi kwa kifaa cha chuma, au kuyachonga juu ya mwamba milele. Ninajua kwamba mkombozi wangu yu hai, naye kwamba mwishoni atasimama juu ya nchi.
Nami baada ya ngozi yangu kuharibiwa, bado nikiwa na mwili huu, nitafanya nini? Nitamwona. Nitamwona Mungu. Ngozi yangu imeharibiwa inarejelea kifo. Hata baada ya mwili kufa, kuna kitu kilicho hai. Kwa kuwa yuko hai, anamwona Mungu na kuhisi hisia zake. Lazima awepo kiumbe kama hicho. Nami baada ya ngozi yangu kuharibiwa, bado nikiwa na mwili huu, nitamwona Mungu. Inasema hadi sasa nimekaa katika mwili wangu. Bado nikiwa na mwili huu nitamwona Mungu. Kulingana na tanbii ya katika mwili wangu, inasema mbali na mwili wangu. Hata baada ya mwili kuharibiwa, kuna kiumbe kinachomwona Mungu mbali na mwili. Je, mnasema ni nini? Ni roho, nafsi. Hakika kuna ulimwengu wa roho zetu. Je, miili yetu inahisi shangwe au la? Wanahisi. Je, wanahisi huzuni au la? Wanahisi. Wanahisi maumivu au la? Wanahisi. Tunasema zuri kwa lililo zuri, tunahisi vibaya kwa yale tusiyoyapenda. Miili yetu huhisi mambo hayo yote. Basi vipi kuhusu roho zetu? Mnafikiri roho zetu zina maumivu au la? Roho pia huhisi maumivu na zinapenda lililo zuri na hazipendi lililo baya. Tunapoondoka kwenye ulimwengu huu wa pande tatu, tunaenda kwenye ulimwengu wa pande za juu zaidi. Katika ulimwengu unaofuata lazima kuwe na tofauti nyingi kwa njia nyingi. Njia ya kuishi pia itakuwa tofauti. Lakini tutahisi mambo yote kama tunavyohisi sasa. Tutahisi maumivu, uchungu na mateso. Kutakuwa na hisia zote. Lakini Mungu aliwaahidi nini watu wake ambao wataokolewa? Hakutakuwa na maombolezo, maumivu wala kifo tena. Hii ni ahadi ya Mungu tuliyopewa. Si kwa sababu roho zetu haziwezi kuhisi hisia hizo. Ni lazima tujue kwamba hizo ni baraka za Mungu zilizotolewa kwa watu wake ambao wataokolewa. Kisha, je, roho pia inahisi furaha na maumivu? Kuhusu hili, tuangalie Luka sura ya 16. Luka sura ya 16 mstari wa 19. Palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, ambaye aliishi kwa anasa kila siku. Hapo penye mlango wake aliishi maskini mmoja, jina lake Lazaro, mwenye vidonda mwili mzima. Huyo Lazaro alitamani kujishibisha kwa makombo yaliyoanguka kutoka mezani kwa yule tajiri. Hata mbwa walikuwa wakija na kuramba vidonda vyake. Wakati ukafika yule maskini akafa, nao malaika wakamchukua akae pamoja na Abrahamu. Yule tajiri naye akafa na akazikwa. Alikuwa wapi? Alikuwa kuzimu. Kule kuzimu alipokuwa akiteseka, alitazama juu, akamwona Abrahamu kwa mbali, naye Lazaro alikuwa karibu yake. Mwili ulikuwa tayari umekufa. Na kiumbe hai mwingine akaanguka kuzimu na alikuwa katika mateso. Mbali na mateso ambayo mwili huumia katika ulimwengu wa pande tatu, roho iliyo katika ulimwengu wa juu pia inateseka. Katika ulimwengu wa kiroho kuna mateso pia. Inasema kwamba aliinua macho akamwona Abrahamu kwa mbali na Lazaro akiwa karibu yake. Tuone mstari wa 24. Hivyo yule tajiri akamwita, Baba Abrahamu, nihurumie na umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake ndani ya maji aupoze ulimi wangu, kwa sababu nina maumivu makuu kwenye moto huu. Yesu mwenyewe amewapa mafundisho wanafunzi wake, akitoa mfano wa yule tajiri anayeteseka katika moto wa kiberiti. Ikiwa hakuna jehanamu, kwa nini Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kwa kutaja jehanamu?
Ikiwa hakuna jehanamu, je, alihitaji kutoa fundisho kama hilo kwa Wayahudi na watu wa huko? Hakukuwa na sababu ya hilo. Ikiwa hakuna jehanamu, hakupaswi kuwepo na maumivu yoyote katika ulimwengu wa kiroho pia. Je, hamfikiri hivyo? Kuwa na maumivu yenyewe inamaanisha kwamba lazima kuwepo mahali pa mateso. Kwa habari ya mahali pa mateso, Yesu alirejelea wapi? Bila shaka ni jehanamu. Hapa tunaweza kuona Yesu mwenyewe alinena kuhusu jehanamu. Tufungue mstari wa 28. Maana ninao ndugu watano, awaonye ili wasije nao wakafika mahali hapa pa nini? Mahali hapa mateso. Jehanamu ni mahali pa mateso na adhabu. Je, haimaanishi kwamba hata roho zinaweza kuhisi maumivu? Hakika wanahisi maumivu. Kwa upande mwingine, vipi kuhusu Lazaro akiwa kando ya Mungu? Tuone jinsi anavyohisi katika mstari wa 25. Lakini Abrahamu akamjibu, mwanangu, kumbuka kwamba wakati wa uhai wako ulipata mambo mazuri, lakini Lazaro alipata mambo mabaya. Lakini sasa, alikuwaje hapa? Anafarijiwa hapa na wewe uko katika maumivu makuu. Ulimwengu wa pande tatu na ulimwengu wa pande nne. Kuhusu hisia, kuna tofauti yoyote kati yao? Hakuna tofauti. Hisia zote, maumivu, uchungu na faraja ni sawa katika ulimwengu wote. Watu wengi hujaribu kujikatia uhai kwa urahisi ikiwa wanaona ni maumivu kuishi duniani. Ikiwa hivyo, katika ulimwengu unaofuata watapatwa na maumivu makali zaidi. Sababu yote ya kumwamini Mungu, kuishi maisha ya imani na kutii mapenzi ya Mungu ni kwenda katika ufalme wa mbinguni ambapo Mungu anaondoa huzuni, maumivu, mateso na maumivu makali na ambapo kuna faraja, upendo, amani tu na shangwe inayofurika. Je, hatufanyi juhudi kwenda mbinguni na kuishi maisha haya mazuri milele na milele? Ili kufika huko, tunaishi maisha ya imani kwa uaminifu. Watu wa ulimwengu husema, kwa kuwa imesemwa kwamba hakuna jehanamu, nitaishi kama nipendavyo duniani. Licha ya hilo, sitaanguka jehanamu. Kama hakuna jehanamu, hakuna mahali pa mateso, watu wanaweza kuishi maisha maovu zaidi kuliko sasa. Kila mtu, hakika kuna mahali panapoitwa jehanamu. Mungu wetu alipokuja duniani katika mwili, alifafanua mbingu na jehanamu kwa uwazi kiasi gani? Pia, je, hatupaswi kuweka mistari hii ndani kabisa ya mioyo yetu? Tafadhali waonye ili wasije kwenye mahali hapa pa mateso. Lazaro alibebwa kando ya Mungu naye akafarijiwa kwa mikono ya Mungu. Sasa hebu tuangalie Mathayo sura ya 18 na tuone somo la Kristo. Yeye mwenyewe alinena kuhusu kuzimu kwa mara nyingine tena. Mathayo sura ya 18 mstari wa 7. Ole kwa ulimwengu kwa sababu ya yale mambo yanayosababisha watu kutenda dhambi. Mambo hayo lazima yawepo, lakini ole wake mtu yule ambaye huyasababisha. Ikiwa mkono wako au mguu wako unakusababisha utende dhambi, ukate na utupe mbali. Ni afadhali kwako kuingia katika uzima ukiwa huna mkono mmoja au mguu mmoja, kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupwa katika moto wa milele. Nalo jicho lako likikusababisha kutenda dhambi, ling'oe, ulitupe mbali. Ni afadhali kwako kuingia katika uzima ukiwa na jicho moja, kuliko kuwa na macho mawili lakini ukatupwa katika moto wa jehanamu. Hapa pia Yesu Kristo alitufundisha waziwazi kuhusu jehanamu. Mahali pa mateso ya milele na mahali moshi wa mateso hupanda mchana na usiku milele na milele. Hapa ndipo mahali pa jehanamu. Baadhi husema, mara tu mwili wangu unapokufa sitakuwa na maumivu tena.
Sivyo kabisa. Ataenda mahali pa mateso makubwa zaidi. Ndiyo maana lazima tutubu dhambi zetu duniani. Tunapoyafuata maneno ya Mungu na kuyatubu makosa yetu yote tuliyotenda mbinguni, tunapaswa kuifanya imani yetu katika Mungu kuwa imara zaidi, tukielekea ufalme wa mbinguni siku baada ya siku. Je, hili si lile tunalopaswa kufanya sasa? Kama maumivu yote yatakoma maisha yetu yanapoisha, watu wanaweza kuchagua njia hiyo hata kwa mateso madogo hapa. Lakini hiyo si kweli. Kila mtu, mateso tuliyo nayo duniani yangekuwa kidogo zaidi. Mateso yanadumu kwa muda gani katika ulimwengu unaofuata? Itadumu milele na milele bila kukoma. Hivyo ni lazima tuharakishe kuutafuta ukweli, kutubu na kuweka maneno ya Mungu katika vitendo tukiwa hapa duniani. Na tunapaswa kuitupilia mbali asili yetu ya dhambi na kuitazamia siku ya Mungu, tukiishi kwa utakatifu mbele za Mungu. Tuangalie Ufunuo sura ya 20 mstari wa 10. Naye Ibilisi aliyewadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti walikokuwa wametupwa yule mnyama na yule nabii wa uongo. Watateswa humo usiku na mchana. Muda gani? Milele na milele. Neno jingine kwa ajili ya mateso ni maumivu makali. Hapa duniani wakati mwingine mateso yanasimama na tunaweza kuwa na wakati wa kupumzika. Walakini katika moto uwakao wa jehanamu watateswa mchana na usiku milele na milele. Ili kutuzuia tusiingie mahali hapo pa mateso, Mungu mwenyewe alikuja duniani. Yeye mwenyewe alipokuja katika ulimwengu huu, hata alisulubiwa msalabani ili kutusamehe dhambi zetu, ili kutupeleka kwenye ufalme wa mbinguni na sio jehanamu. Je, hakuishi maisha hayo yenye maumivu makali kwa niaba yetu? Lazima tusiangalie imani yetu katika Mungu kama dini tu, kama njia tu ya maisha yetu. Ni kila kitu maishani mwetu. Tukiutazamia ulimwengu tutakapoingia hivi karibuni, njia ya imani yetu tunayotembea sasa lazima iwe kila kitu maishani mwetu, isiwe tu sehemu yake. Tuendelee na Ufunuo sura ya 20 mstari wa 12. Nami nikawaona wafu wakubwa na wadogo. Wafu hapa wanarejelea wale ambao miili yao imekufa. Wafu wakubwa na wadogo wakiwa wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa. Pia kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima. Hao wafu wakahukumiwa sawasawa na matendo yao kama yalivyoandikwa ndani ya hivyo vitabu. Hapa inasema kwamba wafu ambao miili yao ilikuwa imeharibiwa walihukumiwa. Hii inamaanisha kitu kingine isipokuwa mwili ni hai na kinasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Mungu huonyesha kila dhambi walioitenda duniani maishani mwao bila kutubu na kuadhibu, ili kwamba wateswe katika moto wa kiberiti huko kuzimu na moshi ukiongezeka bila mwisho. Walakini ulimwengu haujui ukweli huu. Kwa kuwa Mungu alitujulisha hili kwanza, tunapaswa kuwaambia kuna jehanamu. Pia kuna mbinguni. Mwaminini Mungu, nanyi mtajiepusha na hukumu ya jehanamu na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Je, si ni wajibu wetu kuwajulisha? Tuangalie mstari wa 12. Nami nikawaona wafu wakubwa na wadogo, wakiwa wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa. Pia kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima. Hao wafu wakahukumiwa sawasawa na matendo yao kama yalivyoandikwa ndani ya hivyo vitabu. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, nayo mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Kila mtu nini?
Ilikuwa akahukumiwa kulingana na yale aliyoyatenda. Kisha mauti na kuzimu zikatupwa katika ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Iwapo mtu jina lake halikuonekana katika kile kitabu cha uzima, alitupwa ndani ya lile. Wapi? Ndani ya lile ziwa la moto. Biblia inasema kwamba wale ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima watatupwa katika lile ziwa la moto. Ikiwa hapa ni mahali ambapo watu hawahisi maumivu, haijalishi kama wanatupwa katika ziwa la moto au majini. Lakini inasemekana kwamba wanateswa katika jehanamu milele na milele. Si tu mwili wa ulimwengu wa pande tatu unahisi maumivu, lakini roho pia unahisi maumivu na shangwe katika ulimwengu wa pande 4 au 5. Hii ndiyo maana roho pia inateswa, kama Biblia inavyosema kwamba wale watakaotupwa katika ziwa la moto watateswa mchana na usiku milele na milele. Lazima tusiende kamwe mahali kama hapo. Watu husema bila kufikiri, hii ni moja tu kati ya dini nyingi. Wanapanga imani yetu kama madhehebu ya dini na wanachukulia maisha yetu ya imani kama njia tu ya kuishi. Lakini hili lazima liwe kusudi la maisha yetu kwenda mbinguni. Ni sawa kukosa au kupoteza kitu cha duniani, lakini ikiwa watu wanaupoteza ufalme wa mbinguni, watatupwa katika tanuru la moto wa jehanamu, nao watateswa milele na milele. Mungu alituamsha kwa ukweli huu tena na tena. Je, hakutuamsha juu ya uwepo wa ulimwengu kama huo kwa uhakika? Hebu tuangalie Ufunuo sura ya 19 mstari wa 20. Lakini yule mnyama akakamatwa pamoja na huyo nabii wa uongo ambaye alikuwa amefanya ishara kwa niaba ya huyo mnyama, ambaye kwa ishara hizi aliwadanganya wale waliopokea chapa ya huyo mnyama na kuiabudu sanamu yake. Hawa wawili wakatupwa wakiwa hai ndani ya wapi? Ndani ya ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Je, haimaanishi kwamba walitupwa katika tanuru la jehanamu? Hawa wawili wakatupwa wakiwa hai ndani ya ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Wale waliosalia waliuawa kwa upanga uliotoka kinywani mwa yule aliyekuwa amempanda farasi. Katika sehemu nyingi za Biblia, Mungu alionyesha jehanamu kupitia maono pia. Pia Yesu mwenyewe alitufundisha kuhusu mbingu na jehanamu akisema, mkono wako ukikusababisha kutenda dhambi, ukate. Ni afadhali kwako kuingia katika uzima ukilema kuliko na mikono miwili kwenda jehanamu. Alitufundisha kuhusu mbinguni na jehanamu. Kila mtu kuna jehanamu. Kuhusu kilichopo tunapaswa kusema kipo, na kuhusu kile ambacho hakipo tunapaswa kusema hakipo, sivyo? Lazima tusianguke kamwe jehanamu. Roho huhisi maumivu na furaha katika ulimwengu wa kiroho pia. Kuhusu hisia ambazo roho zetu zinazo, Yesu alionyesha kwa njia nyingi katika Biblia. Tutapata mistari michache zaidi kuhusu hilo. Luka sura ya 15 mstari wa 7. Nawaambieni, vivyo hivyo kutakuwa na furaha zaidi mbinguni. Nani wanaishi mbinguni? Mungu, malaika na viumbe wengine wa kiroho wako mbinguni, hawana miili ya pande tatu. Vivyo hivyo kutakuwa na nini zaidi? Furaha zaidi mbinguni kwa sababu ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Mbinguni kuna huzuni, maumivu, mateso na furaha tunahisi katika ulimwengu wa kiroho pia. Hivyo, tunapaswa kuishi maisha yanayostahili kwenda mbinguni. Tunapaswa kuishi maisha matakatifu na ya kumcha Mungu. Tukiishi kila siku kulingana na maneno ya Mungu, matendo yetu yatarundikwa na kuwa utimizo kwa ajili ya ufalme wa mbinguni na mbegu ya baraka ya milele tutakayofurahia mbinguni. Hata kama makampuni mabaya yanasema tutende dhambi kwa kuwa hakuna jehanamu. Jehanamu ipo. Hilo haliwezi kuwa. Roho zinawezaje kuhisi maumivu? Hatupaswi kamwe kudanganywa na maneno yao maovu. Tuangalie Luka sura ya 22 mstari wa 29.
Nami kama Baba yangu alivyonipa ufalme, kadhalika mimi nami ninawapa ninyi, ili mpate kula na kunywa mezani pangu katika karamu ya ufalme wangu, na kukaa katika viti vya enzi, mkihukumu makabila 12 ya Israeli. Tunayo furaha ya kula na kunywa katika ufalme wa mbinguni pia. Kwa kuwa kuna maisha na shughuli kama hizo mbinguni, Mungu alisema kwamba juhudi ndogo duniani zitabadilika kuwa thawabu za milele mbinguni. Pia Mungu alituomba kutopuuza kushika imani katika yeye hapa duniani, bali tuishi kwa bidii zaidi na kwa uhakika zaidi. Mungu alisisitiza hili katika Biblia. Na kwa wale watakaourithi wokovu, malaika hufanya nini? Malaika wanatutumikia. Wanamtukuza Mungu na wanaimba sifa kwa Mungu. Mungu anaturuhusu tuhisi jinsi tunavyohisi sasa duniani hata katika ulimwengu wa pande 4 au 5. Lakini kwa wale ambao wameokolewa, Mungu hutupa mbali mauti, maombolezo na maumivu. Tutaishi katika mazingira hayo chini ya baraka maalum za Mungu. Lakini haimaanishi kwamba hatuwezi kuhisi maumivu na huzuni, inamaanisha Mungu anayaondoa yote. Ulimwengu huo ni ufalme wa milele wa mbinguni tunaoenda hivi karibuni. Hebu tukimbie kwa bidii kuelekea huko. Na lazima tuwe waangalifu tusidanganywe na maneno maovu ya marafiki wabaya, tutende dhambi. Hakutakuwa na tatizo na dhambi hii ndogo. Hebu tufungue Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na tuone maneno msitende dhambi tena. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Msidanganyike, ushirika na watu wabaya huharibu tabia njema. Zindukeni mwe na akili kama iwapasavyo, wala msitende nini? Msitende dhambi tena, kwa maana watu wengine hawamjui Mungu. Nasema mambo haya ili muone aibu. Inasema kwamba lazima siku zote turudishe fahamu zetu kama itupasavyo na tuache kutenda dhambi. Tuangalie Waefeso sura ya 4 mstari wa 25. Kwa hiyo kila mmoja wenu avue uongo na kuambiana kweli mtu na jirani yake, kwa maana sisi sote tu viungo vya mwili mmoja. Mkikasirika msitende dhambi, wala jua lisichwe mkiwa bado mmekasirika, wala msimpe ibilisi nafasi. Hapa pia inasemekana usitende dhambi. Pia tuone 1 Yohana sura ya 3 mstari wa 7. Watoto wapendwa, mtu yeyote asiwadanganye. Kila mtu atendaye haki ana haki kama yeye alivyo na haki. Yeye atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa sababu Ibilisi amekuwa akitenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili aziangamize kazi za Ibilisi. Yeyote aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wa Mungu wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa na Mungu. Kwa jinsi hii tunaweza kujua dhahiri watoto wa Mungu na pia watoto wa Ibilisi. Yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Biblia inatuamsha kwa yeye atendaye mambo ya dhambi ni wa Ibilisi. Je, unajua dhambi zote zimeandikwa wapi? Kila dhambi imeandikwa katika kitabu cha uzima cha mbinguni. Nani na nani walifanya hili na lile, kwa wakati gani, siku gani, katika mwezi na mwaka gani? Malaika ambao Mungu aliwatuma kwa kila mmoja wetu daima hufuatana nasi. Wanaandika kila jambo la matendo yetu. Kama ilivyoandikwa, matendo yote yatahukumiwa siku hiyo. Tuangalie Danieli sura ya 7 mstari wa 10. Tuone kuanzia mstari wa 9. Nilipoendelea kutazama, viti vya enzi vikawekwa, naye mzee wa siku akaketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, nywele za kichwa chake zilikuwa nyeupe kama sufu. Kiti chake cha enzi kilikuwa kinawaka kwa miali ya moto, nayo magurudumu yake yote yalikuwa yanawaka moto.
Mto wa moto ulikuwa unatiririka ukipita mbele yake. Maelfu wakamhudumia, 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Mahakama ikakaa kuhukumu na vitabu vikafunguliwa. Nini kilifunguliwa? Vitabu vikafunguliwa. Ufunuo sura ya 20 mstari wa 12 unasema kwamba watu watahukumiwa kulingana na yale walioyatenda kama ilivyoandikwa katika vile vitabu. Hivyo Mungu wetu alisema msitende dhambi kwa hali yoyote. Lazima tusijihusishe katika dhambi ya kutotii neno la Mungu na dhambi ya kufanya yale Mungu anayotukataza. Je, kwa nini Mungu alitupa masomo kama hayo? Ni kwa sababu Mungu anajua ulimwengu wetu ujao ambapo tutaingia, akiacha ulimwengu huu wa pande tatu. Ndiyo maana Mungu anasema mambo yote yataandikwa kwenye vitabu. Mnaishi bila kufikiria, bila kujua ulimwengu wa juu zaidi, hivyo nimevunjika moyo sana. Kamwe usiwe mtumwa wa dhambi na usifungwe na dhambi. Tukifanya juhudi kidogo zaidi, tutafurahia uzima wa milele na baraka pamoja na Mungu katika ufalme wa milele wa mbinguni. Wakati huo mtukufu unakuja hivi karibuni bila shaka. Hebu tusiangalie maisha ya duniani kama maumivu. Baada ya ulimwengu huu wa dunia hii kupita, mateso na maumivu yasiyoelezeka na makubwa zaidi yanangoja katika ulimwengu unaofuata. Ili tuepuke maisha hayo na kuongozwa mbinguni, Mungu alivumilia maumivu na mateso makubwa. Hakusita kusulubiwa, lakini alivumilia bila kusita. Kila mtu, msiuchukulie ulimwengu huu unaoonekana kama kila kitu, bali kumbukeni kwamba ulimwengu mwingine unakuja hivi karibuni. Tukikumbuka hili, hebu tuongeze ujasiri, tufanye juhudi kidogo zaidi na tukaze mwendo kwa bidii, ili kwamba matendo yetu yote mazuri na yenye neema yaweze kurekodiwa katika kitabu cha uzima. Kaka A, kaka B, dada C na dada D walipokuwa duniani, maisha yao ya imani yalikuwa mazuri na bora. Kweli walitubu dhambi zao. Walipotubu, waliweza kulifuata neno la Mungu. Kwa kuwa walifuata neno la Mungu, hawakufanya yale Mungu aliyokataza, bali walifanya yale Mungu aliyoamuru. Maisha yao yalikuwa ya uaminifu sana. Ikiwa vitabu vyetu vya maisha vimerekodiwa kwa namna hiyo, tutakuwa na furaha iliyoje tunapoingia nyumbani kwetu pa mbinguni. Wakati huo, maneno ya Biblia, Mungu huhukumu kulingana na matendo yake, yatakuwa kweli kwa asili. Je, roho itahisi shangwe kama vile mwili unavyohisi? Je, roho itahisi maumivu? Roho huhisi kila kitu. Kwa kuwa inahisia, Mungu mwenyewe alikuja duniani katika mwili kwa ajili yetu ili tusiingie mahali pa mateso. Alichagua hiyo njia hata akijua kwamba angedhihakiwa na uumbaji wake. Leo hebu kwa mara nyingine tena tutoe shukrani kwa Mungu Baba na Mama kwa neema yao. Bila kumkosa hata mmoja wetu, hebu sote tuingie ufalme wa milele ulioandaliwa na Mungu. Ninawaomba msifanye chaguo la kipumbavu la kuelekea njia potovu na kuanguka katika jehanamu. Nikitumaini watoto wote wa Sayuni watafanikiwa kuingia mbinguni, ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.